dhima ya jogging hii kwanza ni kufanya mazoezi, na katika hili niwapongeze wote walioanza na kukamilisha ruti yote iliyokuwepo. Ruti yetu ilikuwa ni kilomita 4.2 tumeambiwa. Kwa hiyo hongereni sana, lakini kuna watu wengine wameona kama kilomita 10. Uongo. Kale kamlima kalikuwa hatari sana. Tunawapongeza wote. Lakini hata wale ambao walipita pembeni pia tunawapongeza. Kwa hiyo wote tuliokimbia tunajipongeza. Na hii sio kwa faida ya mtu mwingine, ni kwa faida yetu, kwa ajili ya afya zetu. Haya matatizo mengine ambayo yanasababishwa magonjwa yasiyoambukiza, kama utakuwa mwaminifu mwenyewe, wewe mwenyewe unafahamu ratiba zako. Ratiba ni ngumu, jitahidi upange muda. Panga muda, hata kama uweze kukimbia, tembea tu. Tembea, hangaisha mwili, kwa sababu shughuli zetu tulizonazo mara nyingi sana ni za kukaa. Tunakaa, tunanyanyuka, tunalala, tunafanya nini, lakini hatuhangaishi sana mwili. Kwa hiyo tujitahidi sana upata muda wa kufanya mazoezi. Sio lazima ukimbie. Yaani wewe tembea, toka hapa, tembea, rudi, fanya stretch, yoga, pumzika. Usikubali kwa wiki nzima inapita hujajishughulisha na mazoezi, kushughulisha mwili hata kidogo. Kwa hiyo tujitahidi sana katika kuhakikisha miili yetu inakaa na afya njema. Wakati unapambana na mazoezi, hakikisha pia unapambana na aina ya chakula unachokula. Kwa mwingine anapambana na mazoezi lakini msosi anaokula anaujua Mwenyezi Mungu. Akitoka hapo mwili unakuwa mwili kweli. Mimi mwenyewe pale nimeambiwa, nilipopima pale masuala ya obesity, nimeambiwa nimezidi kilo 9. Nikasema sasa nikiondoa kilo 9 hapa, watu sio hawatasema kwamba huyu ni rasi. Si ndio kazi yao kataanzia hapo, kama karasi kenyewe akaje mkononi. Nikasema niachie kilo 9 hizi niongezee nguvu, ili basi hata ukisimama ukasema wewe ni rasi, watu wajue kweli ni rasi. Kwa hiyo tupime, tujue level ya obesity kwenye mwili wetu. Kama unaweza kupunguza basi punguza, ili mambo yakae sawa. Jambo lingine ni jambo hilo la masuala ya maandalizi ya uchaguzi. Tumepata awamu ya pili ya kuboresha daftari la wapiga kura. Naamini kila mmoja amerekebisha taarifa zake, ambao alikuwa anahitaji kurekebisha taarifa zake. Na kila mmoja hapa ana kitambulisho cha kupiga kura. Ndiyo sio kweli? Wenye kitambulisho wanyoshe mkono. Hongereni sana kwa maandalizi, kwa sababu moja ya maandalizi ya kushiriki uchaguzi ni kuhakikisha kila mmoja ana kitambulisho cha mpiga kura. Kitambulisho kile unakitunza vizuri. Kina kazi yake mwezi wa ngapi? Kina kazi yake mwezi wa ngapi wanafunzi? Mwezi wa 10. Kazi yake iko mwezi wa 10. Kitunzeni, mtakwenda kufanya kazi yake mwezi wa 10. Ndugu zangu, uchaguzi mkuu unatakiwa ufanyike katika amani na utulivu. Tuhakikishe kwamba tunaendelea kutunza amani. Mimi naamini tutafanya uchaguzi mkuu tukiwa salama salmini. Si ndio wanaileje? Amani itatawala, si ndio wanaileje? Upendo utatawala, si ndio wanaileje? After all kuna maisha baada ya mazoezi ya uchaguzi. Kwa hiyo ni lazima tuendelee kutunza undugu wetu, rafiki wetu na ujamaa wetu. Basi mimi nisiwe msemaji mkuu, nimwalike Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye anamwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa katika zoezi hili, ili aweze kusema nanyi. Hatimaye akimaliza tukakague mabanda na kuanza kuhitimisha, kwenda kuwaona wenzetu wanaocheza mpira wa miguu hapa. Ileje oye! Dr. Samia oye! Dr. Samia oye! Wanafunzi, Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Baada ya yote nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ametupa afya njema, lakini kwa kibali chake ametuamsha salama tukiwa tuko vema na kuanza zoezi letu la jogging. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Songwe, ambaye kila siku yuko pamoja na sisi katika kuhakikisha mambo yanakwenda. Na hili la leo tulilofanya, haya ni maandalizi ya kutoka mkoani. Ndio maana hapa tunamuona Katibu Tawala wa mkoa akiweza kutuongoza kwenye zoezi letu hili muhimu la jogging. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini pia tuna kila sababu ya kumshukuru sana Katibu Tawala, kwa sababu amechemka kweli. Yuko lele, ametuamsha. Maana nakumbuka ile ya tamasha lile la kumpongeza Dr. Samia,
tulitembea. Lakini leo akasema hapa hamna kutembea, tunakimbia, ambaye hawezi kutembea akae pembeni. Na kweli ambao wameshindwa kukimbia wamekaa pembeni. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana. Maana mwanzo mpaka mwisho na bado mpaka sasa hivi uko timamu, watoki kwa kilomita 10, uko vizuri sana. Ndugu zangu, tuna kila sababu ya kujifunza kupitia kwa katibu tawala wetu wa mkoa. Kama yeye ana uwezo wa kufanya jogging bila kuchoka, anafanya mazoezi, lakini yale ambayo ameyazungumza hapa, yeye huyu ni kiongozi wetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya sisi kuweza kuyachukua yale ambayo ameyasema, lakini vile vitendo ambavyo anavifanya, hususani katika swala zima la kuimarisha afya zetu, kwa sababu hii ni ajenda ni ya kitaifa. Na hata swala la michezo ni maelekezo ya serikali, angalau kila mwezi tuwe tunafanya mazoezi. Kwa hiyo mimi nitoe salamu kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa kuwa tayari hapa leo tumeweza kufanya jogging tukiwa na katibu tawala wa mkoa, maanake ni kwamba mwezi wa 6 wiki ya kwanza tuandae jogging kubwa, tumkaribishe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katibu tawala mkoa na timu yake, ili waje wakimbie na sisi michezo. Nimalizie na mimi kwa kuzungumza kama ambavyo wenzangu wametangulia, kwa sababu lengo na madhumuni ya jogging hii ni kuhamasishana, kukumbushana na kueleza umuhimu wa kuweza kupiga kura. Tunaelekea kwenye uchaguzi mwezi wa 10. Uchaguzi ni kupiga kura ni haki ya msingi, kupiga kura ni haki ya kikatiba. Hivyo tuna kila sababu kwa wale wote ambao wana vigezo, ikiwemo kadi yako ya kupiga kura, itunze ili tuweze kupiga kura na kuwachagua viongozi ambao watatuvusha tena katika miaka 5. Na sisi wana Ileje tuna kila sababu ya kulichangamkia hilo, kwa sababu serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kufanya mambo makubwa sana, na sote sisi ni mashahidi wa mapinduzi makubwa sana ya katika sekta ya afya, elimu, kilimo, maji, barabara, umeme katika wilaya yetu ya Ileje. Baada ya hayo machache niseme ninawashukuru sana wote ambao mmeweza kuamka mapema, kuzingatia kwamba kulikuwa na baridi sana, lakini mmeweza kuacha vitanda vyenu, mmeamka mapema na kuweza kuungana na wenzetu kutoka mkoani na kuweza kufanya hii jogging. Nawashukuru sana, nawapongeza sana, asanteni sana.